zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo inaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao wanatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huko na kulitafuta neno la Bwana wasilione. Nimekuletea habari njema wewe unayesikia sauti hii, habari ya wokovu, kwa sababu nyakati unazoishi sasa, kwa mujibu wa maandiko, ni nyakati za mwisho sana. Mambo mengi yaliyotabiriwa, magumu mengi yametokea, mengi yametabiriwa kwa habari ya siku ile tunazoishi mimi na wewe, na mengi yametokea. Kuna moja ambayo limebaki, na hili naomba nisikilize, mtu wa Mungu, mahali popote unaposikia ujumbe huu. Tunaishi siku ambazo Yesu anakaribia kurudi, na dalili zote za kuhusu kurudi wake zote zimeshakamilika. Kwa bahati mbaya, watu bado wamelala, watu bado wamejisahau. Biblia inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, ambazo Mungu ataleta njaa duniani, ataleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala sio kiu ya kukosa maji, ni njaa ya kukosa kusikia Injili. Leo Injili imeenea kila kona. Mungu anatafuta moyo wako. Ukifungulia redio unasikia habari njema, Mungu anatafuta moyo wako. Lakini cha kushangaza, bado unaifanya shingo yako kuwa ngumu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 16 inazungumzia malaika yule wa sita akamimina kitabu chake juu ya maji, akamimina juu ya mto mkubwa ule Frati, maji yake yakakauka. Leo tukiangalia